waqad amma da'u rushwati kathiran minan nasi, na hakika umebaenea huu ugonjwa wa rushwa wengi katika watu. Wa a'jazal atibaa, na ukawashinda huu ugonjwa wa rushwa wale matabibu. Waqad amma, na hakika umeenea da'u rushwati, ugonjwa wa rushwa kathiran, umeenea kwa wengi minan nasi katika watu. Wa a'jazal atibaa, na umewashinda, a'jaza, umewashinda al-atibaa, wale matabibu, umewashinda kuweza kuutibu ugonjwa kama huu wa rushwa wale matabibu. Faghalaba ala uquli al-amma, basi ukaenea, basi ukashinda ugonjwa kama huu wa rushwa katika akili za wengi kabisa, illa man rahimallah, kwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewarahamu, wao ndio watakuwa wameepukana na ugonjwa kama huu, lakini wengi ama katika watu basi ugonjwa kama huu wako nao. Asema innahu la yasihu alqada'u, mambo yalivyo hali na shani, innahu la yasihu alqada'u, utaona hakuswihi kule kuhukumu alana hivi sasa, li ahadin, kwa yoyote, illa bi rushwa, isipokuwa kwa rushwa. La yasihu alqada'u, hakuswihi kule kuhukumu alana hivi sasa, li ahadin, kwa mtu yoyote yule, illa bi rushwa, isipokuwa kutoa rushwa. Wewe atakahukumiwe na wataka ile haki uipate, basi toa chochote kitu. Wala yasihu, na wala hakuswihi, an yaf'ala ahadun, kufanya mtu yoyote, amran, kulifanya jambo, li ahadin, kwa mtu mwingine, fi maslahatin, katika maslahi, illa bi rushwati, isipokuwa kutoa rushwa. Wala yasihu an yaf'ala ahadun amra li ahadi, na wala hakuswihi kuweza kufanya mtu jambo, kumfanyia mtu yoyote, fi maslahi, katika mambo ya kimaslahi, illa fi rushwa, isipokuwa ndani mwa kutoa rushwa. Maana toa rushwa ndio tufanye jambo hapa. Wala yaslihu nikahu, na wala haitengenei ndoa, illa birushwati, isipokuwa kutoa rushwa. Tupo katika tasawuf ikhwan. Wala yaslihu nikahu, na wala haitengenei ndoa, illa birushwati, isipokuwa kutoa rushwa. Fakana amru rushwati baina nnasi, basi likawa hili jambo la rushwa kati ya watu au baina ya watu, min qabili al-adati, ni katika mambo yaliyokaa mkabala, ni katika mambo yaliyokaa sambamba, allati, mambo ambayo au jambo ambalo, tashtaizu minha tabai'uhum, hunyongeka, tashtaizu, hunyongeka, huwa ni nyonge, minha, kutokamana na jambo kama hilo, tabai'uhum, zile tabia zao, yani tabia zao mbele ya rushwa, basi hunyongeka, huwa finyu, wala hazina nguvu. Mtu akitolewa donge nono, ili mradi kuna baadhi ya mambo sijui yafanywe hivi, hata yapinduliwe, pindua bwana hapa, nitakupa chochote kitu, basi utaiona ile tabia mwisho wa siku inakuwa ni nyonge, wala haina mashiko, wala haina la kufanya. Kwa hiyo mtu yupo radhi kupindua lile jambo la haki kwa sababu ya rushwa. Fal khatibu, basi yule mwenye kuposa, yule mposaji yule, la yajidu makhatubatahu, hampati yule mwenye kumposa, illa birushwati, isipokuwa kwa rushwa. Walau kana ma'ahu uhbatun nikahi shar'i, hata kama au ingawa, kana ma'ahu, ana pamoja na yeye, uhbatun nikahi, yale maandalizi ya ndoa, ash-shar'i, ya kisheria, maana hata kama ana mahari yeye ambayo kapatana na mke kama yule, lakini ikiwa kama bado hakuweza kutoa yale masuala ya sijui ya mkaja, sijui ya kilemba, sijui ya barua, kutia pesa, kutia hela kwenye ile barua, basi ujue hapo ndoa bado haitapitishwa, hata kama mahari yapo, lakini haya mengine hujakamilisha, hakuna. Asema fal khatib, basi yule mwenye kuposa, la yajidu makhatubatahu, hampati yule mwenye kumposa, illa birushwati, isipokuwa kwa rushwa. Walau kana mahu, ingawa ana pamoja na yule mposaji, uhbatun nikahi, yale maandalizi ya ndoa, ash-shar'i, ya kisheria, bi maana posa anazo hapo. Watanqasimu rushwatun nikahi ila aqsami, na inagawanyika rushwa ya ndoa kwenye vigao vingi. Watanqasimu, na hugawanyika rushwatun nikahi, ile rushwa ya ndoa, ila aqsami, kwenye vigao tofauti tofauti. Minha, miongoni mwa vigao hivyo, annahu la tukbalu risalatul khitbati, kwamba haikubaliwi risalatul khitbati, ile barua ya posa, illa an takuna, isipokuwa itakapokuwa ile barua ya posa, matwiyatan, ni yenye kukunjwa, matwiyatan, itakapokuwa ni yenye kukunjwa, ala dirhami, pamoja na pesa. Manake vipi? Manake katika zama zetu na katika baadhi ya familia, si zote,
ni baadhi ya familia, tena haswa zile familia ambazo dini ndani yake ina mushkeli, basi utaona itakapopelekwa ile barua ya posa, mathalan mtu kapeleka mshenga kule kwa ajili ya kutoa posa, basi wataitana kama familia kwa ajili ya kusoma barua kama ile. Lakini sasa kawaida ya baadhi ya familia ni kwamba ile barua haiwezi kusomwa wala haiwezi kufunguliwa itakapokuwa ndani yake mule hakukutiwa pesa, ima iwe ni 10,000 ima iwe ni 20,000 au zaidi ya hapo. Kwa hiyo itakapokuwa barua kama ile umeipeleka bila ya kutia pesa ndani yake, itaonekana huyu bwana kaleta barua hali ya kuwa ipo uchi. Sasa atatuleteaje kitu ambacho kipo uchi? Haja kivisha nguo. Hata kama itakuwa imetiwa kwenye ile wanaosema lile karatasi lile la kuhifadhia barua, hata kama itakuwa ipo ndani mule lakini haina pesa, basi ujue barua hiyo itakuwa ipo uchi. Kwa hiyo sasa utakuwa ni mwenye kukataliwa wewe kuweza kusoma ile barua yako, kwa sababu haina chochote kitu mule ndani. Kwa hiyo kwa kupitia kufanya hivyo, watu hawafanyi ila mpaka kuwe na kitu fulani. Ushafanya mambo ya rushwa nyinyi, Kwa hiyo la tukubalu risalatul khitbati, haikubaliwi ile barua ya posa, illa an takuna, isipokuwa itakapokuwa muntawiyatan, yenye kukunjwa, ala dirham, pamoja na dirhamu, ndio itasomwa hapo. Lakini kinyume na hivyo itaachwa. Wa minha, na miongoni mwa hivyo vigao vya rushwa, annahu, ya kwamba la tuqra'u tilka risalatu, haisomwi huko nyuma hapo, manake haikubaliwi, la tukubal. Lakini hii mara ya pili, la tuqra'u, haisomwi tilka risalatu, hiyo barua, illa bitaami, isipokuwa kwa chakula, manake kuwalisha wale ambao watakaohudhuria pale, kwa ajili ya kusoma barua kama ile. Kwa hiyo barua la tuqra'u, haitosomwa tilka risalatu, barua hiyo, illa bitaami, isipokuwa kwa chakula. Man, bimaana isipokuwa kwa kuwalisha, man, wale ambao hadhara fi yaumil qiraati, wamehudhuria ile siku ya kusoma ile barua, min aqaribil makhatubati min al-khatibi, min aqaribil makhatuba, kutokana na wale ndugu wa karibu wa yule mwenye kuposwa, wale ndugu wa karibu wa yule mwenye kuposwa yule, asema min al-khatibi. Lakini huko kulisha chakula, basi mategemezi yake, pesa za kuweza kulishia chakula kama hicho zinatoka kwa yule mposaji. Maana yake watu ili waweze kukusanyika hapo, kwa sababu maneno yapo wazi. Kwa hiyo ili watu waweze kukusanyika hapo, ili mradi barua yako wewe mposaji iweze kusomwa, basi kwanza kutakusanyika watu. Kwa hiyo watu wale wakusanyika, maana yake wewe ambaye ulieleta barua ndio uandae chakula cha kuweza kuwalisha hao. Kama ni mbuzi mmoja, ununue pia vile vile mchele kama kilo 30, kilo 50. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujue siku hiyo ndio siku ya kusomwa ile barua yako. Kwa hiyo sasa, kama unataka ikubaliwe, basi kwanza maandalizi haya pia nayo wewe unayetoa posa, ambaye barua yako unataka isomwe siku kama hiyo, wewe umeandaa vitu hivi. Lakini kinyume na hapo huwezi kutuweka na njaa. Kwa hiyo baadhi ya familia pia wako na tabia kama hii. Anasema wa minha, na miongoni mwa hizo rushwa za ndoa, izarun lilwaliyin almakhatubati wa minha thawbun liwalidatiha. Na miongoni mwa hizo rushwa za ndoa, izaru manake kile kikoi ambacho hufungwa kuanzia hapa kwenye kitombo kushuka chini. Kwa hiyo atahitajika yule mposaji kutoa hicho kikoi, ndio wenyewe waita mkaja. Liwaliyin, kwa ajili ya yule wali wa yule binti, manake kwa ajili ya baba yule binti almakhatuba, mwenye kuposwa. Wa minha, pia vile vile thawbun, nguo hiyo itolewe, liwalidati, kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mama yake. Sio wenyewe ndio wasema hicho kilemba, sio kwa ajili ya mama, hivi. Ni katika mambo ya rushwa ambazo hupatikana ndani mwa ndoa, rushwa kama hizo. Wa minha, na miongoni mwa hizo anasema wa minha, na miongoni mwa hizo, nitaqu lilwalidati, ni kutoa nitaq wenyewe wanaita ukumbuu. Kuna baadhi ya watu ukisema ukumbuu basi washakuelewa, lakini wengine wa zama za hizi 2000 hawataelewa kitu kama hicho. Ukumbuu maana yake ni ile nguo ambayo hufungwa katikati ya tumbo, ni nguo ambayo hufungwa katikati ya tumbo baada ya yule mwanamke kutoka kujifungua, ile mradi kuweza kulirudisha ile tumbo lake kwa hali ya sawa. Kwa hiyo ndio inaitwa nitaq. Kwa hiyo amina, na miongoni mwa mambo ya rushwa ambayo hupatikanwa ndani mwa ndoa kama hizo, nitaqun, ni hiyo nitaqi, ni hiyo nguo hiyo, liwalidati hadhihi almakhatuba, kwa ajili ya kupewa yule mzazi wa kike wa huyu mwanamke ambaye mwenye kuposwa. Tusamma indahum, huitwa kwa wao hao watu wanaita binitaqil batini, hiyo nitaqil batini hiyo. Maana yake ndio nguo ambayo mwanamke hujifunga baada ya kutoka wapi? Kutoka kwenye kuzaa, ili mradi kulirudisha ile tumbo lake hali yake ya kawaida. Kwa hiyo nayo pia yule mposaji atakiwa atoe baba. Asipotoa basi ujue kuna vipingamizi kibao.
vya kuweza kumuoa yule binti anayetaka kumuoa. Wa minha, na miongoni mwa hayo bimaana miongoni mwa hizo rushwa ambazo hupatikana kwenye ndoa, vile vitu ambavyo au ni kile ambacho ya akhudhu huchukua, mani yule ambaye yushawishu al-aqida, anayemshawishi yule mwenye kufunga ndoa, fi wakati al-aqidi, katika wakati wa nini? Wakati ule wa kufungisha ndoa. Bidharbi nahwi sanjati, kwa kupiga mfano wa swanja, ala mashhadi nasi, juu ya ushuhudiaji wa watu, pale watu walipohudhuria ala mashhadi nasi, liyamtania, ili mradi aweze kujizuia yule muozeshaji, andhalika, kutokana na huko kuozesha. Mtanielewa? Wa minha, na miongoni mwa hizo rushwa ambazo hupatikana ndani mwa ndoa, ni kile kitu ambacho ya akhudhu huchukua kitu hicho, man yushawishu al-aqida, yule anayemshawishi yule mwenye kufunga ndoa, fi wakati al-aqidi, ule wakati wa kufunga ndoa, bidharibi nahwi sanjati, kwa kupiga mfano wa swanja, ala mashhadi nasi, kwenye ile hadhara ya watu, liyamtania, ili mradi yule muozeshaji ajizuia andani kutokana na jambo hilo. Maanake kuna baadhi ya familia na baadhi ya sehemu tena hasa huko barani huko, sehemu ambapo mpaka kesho Rais ni Nyerere, kuna kawaida kama hizi. Maana watu wanapohudhuria kwa ajili ya kufungisha ndoa, basi kuna mmoja kati yao pale kupiga mfano wa kitu kama swanja. Swanja ni kitu fulani tu ambacho ukipiga hutoa sauti. Kwa hiyo haijalishi kama umechukua fimbo umepiga, taa umechukua kofi umepiga, lakini kule kupiga kupiga kule, ili mradi uweze kumshawishi yule ambaye anayefunga ndoa aweze kuachana na jambo kama lile, asifungishe ndoa mpaka mwisho wa siku wewe uweze kupewa kitu fulani. Ndio kuna wale baadhi ya watu, lau kama atakuja kuolewa mtoto mathalani wa mjomba yao, basi utawakuta hawa wanaume wanasimama katikati ya mlango. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuona huyu bwana hajatuchukulia mke wetu, kwa hiyo sasa bwana, yani tuchukulie mke wetu hivi bure. Kaka, hiyo haiwezekani. Mpaka kwanza utupe chochote kitu ndio tukufungulie mlango uingie ndani hapa, lakini la sivyo hivyo upati umchukui huyu. Basi utaona pale bwana harusi atafungua, basi ataka kama kuwapa buku au kuwapa 10,000 kuwapa nini, kwa siku akipewa pale utakuta haya anaondoka pale kwenye mlango, uwanja ni wake bwana harusi. Kwa hiyo mambo kama yale au haya yanayofanyika kwa namna kama hii, si katika mambo ambayo sheria yetu imetuambia, yani ni sawa na rushwa. Hiyo ni katika mambo ambayo hayafai, na watu wanafanya hivi kwa kule kutokujua, ima kutokujua kwa kutaka wao wenyewe, hawataki kusoma, au kutokujua watu hawaambii mambo kama haya kuwa sio. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani kweli kweli. Kwa hiyo hapo naamini nimeeleweka. Wa minha, na miongoni mwa hayo mambo ya rushwa ambayo hupatikana katika ndoa, ni kile kitu ambacho ya akhudhuhu al-ajdadu, huchukua kitu kama hicho wale mababu, al-makhatubati, mababu wa yule binti mwenye kuposwa, bismil qamisi, kwa jina la kanzu, au ibn ammiha, au kile ambacho anachokichukua binamu yake huyu anayeolewa, kama nilivyosema yule mtoto wa mjomba, binamu yake. Manake kama hivi nilivyotoa mfano hapa kwa haolewi huyu mpaka utupe kitu fulani. Mababu pia wapo, baadhi ya mababu yani umchukue vivi mke wangu, yani anasema yule mtoto wa mwanawe ambaye yeye ni wali wake, lau kama babu hayupo asema amuita mke wake. Ni jambo ambalo silo, ni kosa. Utamuitaje mke wako mjukuu wako? Mjukuu wako wewe sio mke wako, bali huyu mjukuu wako ni sawa na mwanao pia vile vile, kwa sababu huyu mwanao huyu ambaye leo hii anamwezesha mtoto wako, lau kama angelikuwa huyu mwanao hayupo, basi huyu mjukuu wako huyu ndo angekuwa wewe babu ni wali wake. Wewe babu ndio ambaye ungemsimamia kwenye swala lake la ndoa kama hili. Kwa hiyo kama ndio swala lake la ndoa kama hili, utamuhitaji mjukuu wako kuwa ni mchumba wako? Utamtania vipi hivi? Kwa jambo kama hili ni katika mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo kuna baadhi ya mababu huenda wakachukua kitu kutoka kwa huyu mwenye kuposa, kwa huyu mume, wenyewe waita jina la kanzu. Bwana, kuna kanzu ya babu. Kanzu ya babu ikupi? Au wale mabinamu, kuna kanzu ya mabinamu, zikupi? Zitoke kwa nani? Zitoke kwa mume. Ni katika jambo ambalo sheria halikufundisha, ni katika jambo la haramu. Anasema wa bil jumla, na kwa ujumla, yukhadhu min al khatib, huchukuliwa kwa huyu mposaji, qadrun, kiasi ambacho kwamba la yanqusu anil mi'a, hakipungui kutoka na 100. Yani hapo waweza ukasema hakipungui kutoka na laki na kuendelea. La yanqusu, hakipungui anil mi'a, kutoka na 100. Maana yake hapo kutoka na laki na kuendelea mbele, maana ni kiwango kikubwa mno ambacho kinachochukuliwa na wale ambao hawastahiki.
fala haula, basi wala hakuna uwezo wa kuyaepuka maasi, wala quwwata, wala hakuna nguvu ya kufanya taa, illa billahi, isipokuwa kwa taufiki ya Mola, al-aliyi, aliye mtukufu, aliye juu, al-azimi, aliye mkubwa. La haula wala quwwata illa billah. Anasema fabi'sa zadu, basi maandalizi mabaya, li safari kalbaidi, kwa ajili ya safari yako ya mbali, zadu kahadha, ni hii au ni haya maandalizi yako haya, lilmaadi ay liyaumil maadi, kwa ajili ya hiyo siku ya marejeo. Haya ndiyo maandalizi yako mabaya, kwa sababu unafanya kile ambacho sheria haikutaka. Anasema summiya bidhalika, hiyo yaumil maadi imeitwa kwa jina hilo, bismi bidhalika alismi, imeitwa kwa jina hilo, liaadati alarwahi, ni kwa ajili ya kule kurudi roho, liajsadi, kwenye viwiliwili. Summiya bidhalika alismi, imeitwa kwa jina hilo hiyo yaumil maadi, liiadati alarwahi liajsadi, kwa sababu ya kule kurudi roho kwenye viwiliwili. Kama huwa madhhabu ahlu sunnati wal jamaa, kama ilivyo hivyo ndio madhhabu, ndio maondoko ya wale ahlu sunna wal jamaa. Tukisema ahlu sunna wal jamaa tunazungumzia wale maimamu wanne: al-Imamu Ahmad, al-Imamu Maliki, al-Imamu Shafi, al-Imamu Abu Hanifa. Hao ndio ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo hayo madhehebu yao ndio madhehebu ya ahlu sunna wal jamaa. Anasema fatatahassaru fihi bizadika hadha, basi utajuta ndani mwa siku kama hiyo, bizadika hadha, kwa sababu ya maandalizi yako haya. Watandam, na pia vile vile utajuta, adama fata, kajua yale ambayo yaliokufutu, minazadi alladhi, kutokana na maandalizi ambayo yuqalu fihi, huitwa ndani yake ni'ma zadu, ni'ma zadu, maandalizi bora hayo. Lakini kwa kuwa wewe umekusanya maandalizi mabaya, utajuta tu, wala hakuna shaka. Asema baada, mnajua anna dhalika al-yawma, kwa siku hiyo, yawmun la yanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum, ni siku ambayo wale madhalimu yale au zile udhuru zao, ule udhuru wao hautowafaa. Baada mnajua anna dhalika al-yawma, kwa siku hiyo, yawmun, ni siku ambayo kwamba la yanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum, ule udhuru wao madhalimu hautawafaa. La yanfa'u dhalimina, hautawafaa madhalimu, ma'dhiratuhum, zile nyudhuru zao. Yauma yushabuna fi nnari ala wujuhihim, siku ambayo watakayoburuzwa fi nnari, katika moto, ala wujuhihim, kwa kupitia zile nyuso zao. Yauma la yajzi walidun, siku ambayo mzazi hatomlipa an waladihi, kutokana na mtoto wake, siku ya kiyama hiyo. Fastayqidhu rahimakumullahu, basi zindukeni, amkeni, Mola kurahamuni, min hadhihi albid'ati almuharrama, kutokana na bid'a hii ambayo ilikuwa haramishwa. Wa a'iddu lidhalika alyawmi, na andaeni kwa ajili ya siku hiyo, al-a'mala as-salihata, matendo mema, ma'a itimadikum ala afwillahi, pamoja na kutegemea kwenu ule msamaha wa Mola subhanahu wa ta'ala. Wala tatamannau, na wala msitamani, manazil al-abrari, yale mashukio au zile sehemu au zile daraja za wale watu wema, msitamani hivyo. Wa ahadikum, na hali ya kuwa mmoja wenu, muqimun ala al-awzari, ni mwenye kuendelea kukimu, ni mwenye kuendelea kukaa kwenye madhambi. Sio katamani mimi bwana nitapata pepo, lakini hali ya kuwa mmoja wenu bado anafanya maasi, wala hafanyi toba, wala hafanyi amali njema. Msitamani hivyo. Mshairi anasema tazawwad, fanya maandalizi, min hayatika, kwenye uhai wako, lilmaadi, kwa ajili ya marejeo. Wa qum lillahi, nasimama kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wa amal khaira zadi, nafanya matendo mazuri. Wa amal, nafanya khaira zadi, maandalizi mazuri, manake andaa maandalizi mazuri. Atarda, je unaridhia, an takuna rafiqa qaumin, wewe uwe ni rafiki wa watu, lahum, watu ambao wana wao, zadun, maandalizi, wa anta bighairi zadi, wewe huna maandalizi. Atarda, je unaridhia, an takuna, uwe wewe, rafiqa qaumin, uwe ni rafiki wa watu ambao, lahum zadu, wana wao maandalizi, wana wao zawadi, wa anta bighairi zadi, na wewe unaridhia kuwa ni mtu ambaye si mwenye maandalizi, una zawadi. Ni maana yake matoka zenu mathalani hapa Tanga, mwenda zenu Iringa, ala sabili almithali, wenzio wamejiandaa na safari. Kabla ya kuondoka safari kama ile, mtu kachukua hichi, kachukua kile, wameandaa nauli yao vizuri. Lakini wewe umekwenda kuingia kwenye gari moja kwa moja, huna nauli, huna maji, huna chakula, na wajua kuwa safari ndefu. Hivi utaridhia uwe ni rafiki wa watu ambao wana maandalizi, kisha wewe huna maandalizi, kwa kuwategemea wao kuwa watakupa?
je asipokupa? Kwa hiyo usiwe hivyo, usiwe hivyo. Kubwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah Muhammad.